Naam, mtazamaji wa Mashariki Media TV ambayo unaendelea kuifuata kwa wakati huu, tunakujia na taarifa ambazo zilizo kwa leo maeneo ya huko Nyangezi na eneo ya Businga ambako mapambano makubwa yameripotiwa tangu asubuhi mapema ya hii tarehe 18 mwezi wa 6 mwaka huu wa 2025 kati ya wahasi wa M23 na wapiganaji wazalendo ambao wanaendelea kukabiliana na wahasi hao. Tumefanya mahojiano na msemaji wa Biloze Bishambuke ambaye askari wao wanapatikana sehemu hiyo ya mapambano, na alikuwa na haya ya kutujuza kutokana na mapambano hayo. Bwana Strategie na Mubamba, msemaji wa Biloze Bishambuke, tunasema jambo na karibu tena. Jambo sana bwana mtangazaji, na tunashukuru kwa kuwasiliana nasi kwa muda kama na huu. Ndio tulipata taarifa tangu asubuhi mapema kwamba mapambano makali yameripotiwa kati ya wazalendo na waasi wa M23 maeneo mbalimbali. Tungependelea kujua mapambano iko namna gani na hali kwa sasa iko namna gani? Bila shaka bwana mtangazaji, ni tangu hiyo siku ya pili ya tarehe 17 Juni mwaka wa 2025 ndipo mapambano makali yaliendeshwa kwenye milima inayoinukia kijiji cha Nyangezi na huko Businga kati ya waasi wa M23 wanaoungwa mkono na jeshi la Rwanda wakishirikiana na waasi wa Burundi zidi ya wazalendo wa CPLC BARFABB, kundi linaloongozwa na Luteni Jemadari Delphin Kalembe Ngomazito, na wanaohusika na mapambano hayo kwenye maeneo ya Businga na kwenye milima Nyangezi. Kwa upande wa FABB, wazalendo wanaoongozwa na Jemadari Lwaboshi Kihai, kiongozi wa division ya kwanza ya kundi la CPLC BARFABB tarafani Uvira na kando yake. Hata hivyo bwana mtangazaji, acha tukujuze kwamba ni hiyo siku ya pili ndipo waasi wa M23 ambao walitamani kupenya ili wapate njia ya kujielekeza kwenye maeneo ya Rurambo, ndipo walianzisha shambulizi dhidi ya vituo vya wazalendo wa CPLC BARFABB huko kwenye milima ya Nyangezi na pia huko kwenye maeneo ya Businga. Tunakumbusha kwamba Nyangezi ni patikana kwenye tarafa la Walungu, tukiwa jimboni Kivu ya Kusini, na pia mapambano yanaendeshwa hasa kwenye maeneo ya mipaka sana kati ya tarafa la maeneo inayoelekea mipaka kati ya tarafa la Uvira na lile la Walungu bwana mtangazaji. Ndio, na tukibaki tu hapo bwana msemaji wa Biloze Bishambuke, mapambano ambayo yameanza tangu hiyo siku ya pili na leo tuko siku ya tatu. Sasa kwa nyinyi mnapatikana, tunafahamu mara kwa mara kwamba nyinyi ni wapiganaji, mnapatikana sana tarafa la Uvira huko juu milimani, haswa tarafa la Fizi. Je, mnakuwa na vikosi vingine eneo ya mapambano huko maeneo ya Nyangezi na maeneo mengine bwana Biloze Bishambuke? Bwana mtangazaji, CPLC BARFABB ni kundi ambalo lina wanajeshi sehemu kote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na pia ulimwenguni mzima. Kupatikana kwetu hapo Walungu na pia hapo Businga silo jambo la kushangaza, kwani tuna wanajeshi wengi sana. Nitakukumbusha kwamba kamanda wa kundi la Bishambuke division ya kwanza ambaye inapatikana tarafani Uvira, ambaye ni bwana Kihai Lwaboshi, ni miongoni mwa wale ambao waliweza kuzuia waasi wa M23 wasiuteke mji wa Uvira, kwa sababu waliposimama hapo Katogota waliwazuia watu kuendelea kusonga mbele hadi wafike Uvira. Na ndio maana kwa sasa ikiwa Uvira leo inaitwa ni jiji la ulinzi, jiji ambalo lilihusika vilivyo kwa ulinzi
kwa ulinzi wa sehemu ya mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kundi la CPLC BARFBB lake Luteni Jemadari Delphin Kalembe Ngomazito nalo pia liliweza kuchangia kwa sehemu kubwa ili kwamba leo Kongo ibaki jinsi ilivyo, kwa sababu ikiwa kama Uvira ingeanguka mikononi mwa waasi na mtangazaji, hakuna sehemu nyingine ambapo waasi wangepata kizuio. Labda tukiendelea kumalizia, tumesikia vile vile taarifa kwamba mapambano hayo yameendelea mpaka leo siku ya 3 maeneo hiyo. Iko namna gani mpaka sasa? Je, nyinyi wa Zalendo mmezidiwa ama mmeendelea kukaba waasi au wa M23 maeneo mbalimbali ya huko maeneo ya Businga na huko Nyangezi? Bwana mtangazaji, mapambano ambayo yaliendeshwa kwenye maeneo ya Businga na huko kwenye milima ya Nyangezi, nilikuambia kwamba waasi wanatafuta njia ya kupenya ili kwamba wajielekeze kwenye milima mirefu ya tarafa la Uvira, mpaka kati ya tarafa la Uvira na Mwenga, maeneo ya Rurambo, ambapo wanatamani kuungana na wenziwe ambao wanapatikana Kageregere ili kwamba wote wachukue njia ya kuelekea kwenye milima mirefu ya Uvira hadi kufika Minembwe na waendelee hadi kwenye tarafa la kwenye tarafa la Kalemi huko jimboni Tanganyika. Ndio maana wapiganaji wa kundi la Biloze Bishambuke waliweza kuzuia waasi hao ambao hawakufaulu kuweza kuendelea na safari yao, waliweza kurudishwa, na kwa sasa mapambano yanasimama kidogo, ila waasi waliweza kurudishwa nyuma, na sasa milio ya risasi ndogo ndogo inaendelea kufika kwenye milima ya mapambano ilikuwa tayari imekwisha sitishwa kwa sababu waasi walirudi, hawakufaulu kuelekea eneo ambalo walikuwa wanatamani kuelekea, ili kwamba waweze kuungana na wenziwe wanaopatikana huko Kageregere na kuangalia namna wanaweza wakaendesha mashambulizi dhidi ya jiji la Uvira, jiji la Baraka, na pia kuendelea kwenye jimbo la Tanganyika. Ndio, je, mlikuwa mkipatana na wazalendo wengine wa Bukavu? Kwa sababu kuna taarifa zingine zinasema kwamba wazalendo wa maeneo ya Bagira, milima ya Bagira huko, yasemekana kwamba kuna watoto wanafunzi hawakuenda shuleni kutokana na milio ya risasi imesikika tangu asubuhi mapema ya leo siku ya 3. Mmepatana ili kwamba mpate kushambulia eneo nyingi za waasi wa M23 nyinyi wazalendo wa jimboni Kivu ya Kusini? Bwana mtangazaji, na bado hatujawashambulia. Mungali mtashuhudia shambulizi nyingi sana kushinda zile ambazo mmeshuhudia leo. Shabaha wa wazalendo ni kwamba raia wa Kongo waweze kuendesha shughuli zao katika usalama na amani na maridhiano, huku wakinufaika na ulinzi wa jeshi la taifa pamoja na wazalendo wa hako Bagira kujaribu kuangoa waasi ambao walikuwa wanaweka kituo chao huko kwenye milima, na kituo ambacho kilitumiwa kwa kuua watu kiolela, kwa kunyang'anya vitu vya watu, kwa sababu leo hii bwana mtangazaji, jiji la Bukavu kwa sasa watu wanauliwa kiolela mchana kama vile usiku, na maiti nyingi zinaogotwa kwenye mto Ruzizi. Watu wanauliwa na wanatupwa ndani ya mito, wengine wanatoka kwenye mifereji. Ni jambo ambalo linaendelea kuleta sikitiko sana, kwa sababu wale ambao walikuwa wanadanganya watu kama wanakuja kuwakomboa ni wao sasa wanawaangamiza. Ndio maana wazalendo hawatakubali hata siku moja raia wa Kongo iendelee kuangamizwa na jeshi la nchi jirani ambalo linafichama ndani ya wahuni wa M23. Labda acha tukushukuru bwana Strategy na Mubamba. Nafikiri itakuwa mara ya mwisho, labda kukiwa taarifa zingine tutakuwa tumekuhitaji. Ikiwa tutakupata, nafikiri unakuwa kwenye shamba la vita huko. Tunawatakia basi mafanikio mema huko. Bila shaka bwana mtangazaji, nasi pia tunakushukuru kwa kuwasiliana nasi, na tunatoa wito kwa wazalendo wote tuungane mkono ili kwamba tumfieke adui, kwa sababu tunayo nchi moja tu, ni nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunakushukuru. Asante.